Mara kadhaa huwa sikuonage sana kwenye pati za watu, ila leo nimestuka kidogo na maana nikatamani nikuulize hili swali. Okay, ni kweli sababu kuna changamoto zinatokea. Kwa hiyo kama hujaniona ujue kuna mistake, lakini ni mtu ambaye kama hivi nakuja kutoa support kama hivi, familia fresh, mambo yanaenda. Klamu watu muonage kwenye birthday. Binafsi kwenye birthday zote za wasanii ambao wapo kwenye kambi yake na hata kambi nyingine mimi sijawahi kumuona. Ni swali ambalo najua alikuhusu, lakini natamani nikuulize. Kwa nini jamaa amekuwa hivi? Ni bosi ambaye ajitokezi kwenye majambo kama haya wasanii wake ama vijana wake? Kwanza nashukuru kwa kulijua hilo kwamba kunaniambia alinihusu. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Kwa hiyo sina cha kusema. Sina cha kusema, ni vyema ukamuuliza yeye akakupatia majibu. Lakini kwenye kukaa lakini hujaenda kumsikia kusema bwana mimi sipendagi kwenye kwenda kwenye mapati ya sababu ni hii ama ile. Wewe ushakumsikia? Wewe kwenye kukaa naye sababu unaonekana naye sana kutofuata mimi. Haja kusema hizo kauli. Au wewe mwenzangu ushakumwona kwenye pati yote ametokea? Mimi ushakuniona? Leo. Interview imenigeukia. Hata wewe sije kukuona. Basi unajua kuna vitu vingine ni ubinafsi wa mtu, sawa? Aidha kuna mambo ambayo yanapelekea yeye kutokea ama vipi. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe pia nadhani ndo mara ya kwanza kuniona. Japokuwa hapo awali nilikuwa natokea. So ni mistake ambazo zinatokea, na pia mengine ni tayari tu mtu mwenyewe anaamua tu bana nije au nisije, ni yeye, kwa sababu sio ugomvi. Sasa uweze kuhisi labda mtu anaweza kaona labda wewe ni mbaguzi hivi, kwa huyu naenda kwa huyu uende. Unajua kwenye swala zima la kuhisi, kila mmoja atahisi yake. Hata nikija kuna mwingine atahisi negative, nisipokuja negative ikosekaniki. So kwenye swala la kuhisi mimi sio nikalizungumzia. Atakayehisi mimi ni mbaguzi ni yeye, lakini sio mimi. Atakayehisi kaniki sio mbaguzi basi yuko sawa, sababu hauwezi ukamforce mtu aendane na mafikirio yako wewe. Kila mmoja anafikiria the way anavyoona yuko sawa, basi ndio hivyo kaka. By the way nikupongeze, mmoja kati ya watu ambao wanapendwa sana kwenye tamthilia ya Big Boss 2, wewe ni miongoni mwao. Na kutolea mfano hata sisi mtaani kwetu kijiweni kwetu pale, nikiwa jaribu kuulizaga kwa marafiki zangu bwana kwenye hii tamthilia naye na huyu anasema Kaniki ni balaa. Huwa anajiulizaga yale ambayo unaigizaga ni au tamthilia ile ya Big Boss kuna namna yote ambayo ile story imegusa maisha yako kwamba unayafanya kwa sababu yalikukuta ama ni karakta tu ambayo Klamu amekupa mwisho wa siku umejaribu kuimeza? Haijawahi kunikuta katika maisha yangu, lakini naweza nikasema kwamba ni karakta tu. Kwa sababu hapo awali nilikuja kwenye Sikitu, kuna watu wanaamini mpaka leo mimi ni muuni. Lakini siko hivyo, ni karakta nilicheza. So na hata kwenye Big Boss ndio hivyo ni karakta tu, lakini nishukuru ama nitoe pongezi zangu za dhati kwa viongozi wangu, akianza Vevo mwenyewe, Clan Vevo, na akafuata director. In short na crew nzima ya Vevo. Yaani ni watu ambao wanaonyesha support kwetu sisi na kutufanya sisi tunakuwa bora. Unajua chakula kitamu siku zote kinapikiwa jikoni. Kuna wapishi. Kwa niseme hivyo kwamba ni character tu, lakini sio kama maisha yangu na familia inacheza hivi, hapana. Hapana. Character ambao Klamu amekupa hajawahi kukuletea shida kwenye maisha yako ya kawaida? Hapana. Wazazi, ndugu, jamaa na marafiki akiona ile unayafanya hawezi kusema wewe mtoto hebu siku unaweza kumtoa kweli mzazi wako? Hamna. Kawaida tu kaka. Niko naona kawaida tu. Ila unanyosha. Mimi. Kama mwenyewe unajua. Nyinyi ndio mnaona. Nyinyi ndio mnaona. Yaani sisi tunafanya kwa ajili yenu. Kwa kama nyinyi ndio mnaona nanyosha basi alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Mimi sini yangu bora kwenye Big Boss yote ambayo nimeiona. Ile ambayo umetoka kwa Tajiri Matula, anakushawishi uingie kwenye chama ama wewe ndio unamshawishi uingie kwenye chama. Alafu baada ya kupishana mwisho wa siku ukafanikiwa kukutana naye. Akaenda kukwambia bwana hiki chama ni chama fulani. Ukarudi nyumbani ukawa unalia. Mkeo kila kukuambia kwa nini unalia? Au umekutana na tajiri hutaki kusikia kabisa jina la tajiri. Kwako ile unaichukulia ni bora kama mimi au unasemaje? Mimi sini zangu zote naona ni bora brother. Yaani sini zangu
zote bana, Kaniki una shoot kwangu mimi ni bora, na ndio maana sijawahi kudharau sini. Yani sini yote mimi nitakayopewa basi mimi naruka nayo, nacheza nao vizuri lakini sija kusema eti sini ndogo nicheze kwa kiwango kidogo, hii ni nzuri nicheze, hapana. Siko hivyo. Kwa mimi sini ndio kunipatia, mimi nitacheza kwa uwezo wangu. Ukiona nafaa fresh. Nimekuona tena kwenye noma, ama ulionekana kwenye noma kama kaka yake na Chioma, Chichi Mapepe. Chichi Mapepe. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kushiriki kwenye noma? Au ni ngumu kiasi gani? Ugumu upo na urahisi pia upo. Ugumu unakuja kwa kupata nafasi na urahisi unakuja baada ya kuonekana. Si utakuwa umenielewa hapo? Labda ongelezea zaidi maana yake nini? Ugumu unakuja kwa kuipata nafasi, ila urahisi unakuja kwa kuonekana. Naamini noma nisingeenda kama wasingeniona kwa Vevo kwenye Sikitu. Kwa hiyo vyote ni sawa tu. Lakini ulikuwa ni shabiki wa noma? Hapo awali sijawahi kuwa shabiki, lakini baada ya kuingia nikaona ni movie nzuri, kwa hiyo nikaona noma ni kitu kizuri sana. Vilio vya mashabiki wengi wanasikitishwa namna ambavyo ilivyoishia, na hamna kauli yote iliyotolewa labda kama inaendelea au la. Nitamani nisio kutoka kwako, na umeona vile ambapo umeishia. Wewe umeridhishwa noma ilivyoisha ama unatamani iendelee? Binafsi nimeridhika kwa sababu unajua hata wewe brother hawezi kumridhisha kila mtu. Yani ufanye kitu watu wote waridhike, huwezi. Ila kwangu mimi nimeridhika. Baada ya noma tutarajie kuna approaching za sinema za kule kwenye tamthilia zingine? Baada ya noma yani mimi kuonekana tena, kuonekana bado kuna wengine wanakuja, madili yanasubiri au ushashuti labda? Mpaka hata sijapata dili lolote, lakini kikubwa naomba Mungu afanye pesi dili zije. Madili yaje nitapokea, tutafanya kazi. Hapo yako na Sikitu kama watu wameelewa hiyo? Wengi mimi nimeelewa. Mimi mmoja wao. Wewe unamwambiaga? Sasa nimwambia tena naona. Yeye mwenyewe anaona. Nje ya kazi huo mnaishi vipi na Sikitu? Ni mwanangu sana. Sikitu ni mwanangu sana. Kweli? Wewe unaona ni nani? Yaani natamani niunganishe doti kama vile tunavyosema. Ngoja nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Unajua nyinyi hapo mnachimba maneno alafu mnazua vitu vikubwa sana. Sasa mimi nakupa jibu alafu kumbe unajibu lako mwenyewe. Kwenye kuchimba hapo, hebu nijisaidie kuchimba. Kitu gani ambacho mimi nakichimba hapo? Sikitu. Nimekwambia ni mwanangu sana, lakini naona kama bado unaendelea sio kuchimba. Comment zinasema kwamba hao jamaa kama wapenzi kweli unaendana kweli kweli, ndio sehemu ambayo nitamani mimi nifike hapo. Kwani yule Samson na Delila yule kwa kweli? Sikuwepo yule. Basi rokoso kweli ni movie na sisi ni movie tu. Wewe mimi ni hivyo bro. Hayo mengine tuachie sisi wenyewe. Ila si unamuelewa au? Nani? Sikitu. Kivipi? Hivyo kama watu wanavyosema. Yaani kumuelewa vipi yani? Sasa kama watu wanasema siwafuate watu waulize kaka. Au mbona unafanya kazi yangu kwa ngumu? Kivipi sasa kazi inakuwa? Yaani unataka kukubali yani kama ile? Sasa kile kitu nikubali basi anakubali, nimemuelewa. Ushakumwambia nimekuelewa? Nimemuelewa. Ushakumwambia? Akaona kanitikie tu sio? Zungumza kitu na mashabiki zako mzee. Mashabiki zangu bwana, mimi kabla ya yote niseme namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupokea katika kazi ambazo tunazifanya, hasa nilipokuwa na tajiri yangu ama brother wangu Vevo, Crown Vevo. So niwaombe tuendeleeni kutuangalia, endeleeni kutufuatilia. Big Boss ipo na mtupokee vizuri, ila kama kuna sehemu ambayo mnaona tunaenda wrong, nyinyi ndio mnaona, zungumzeni, tuone comment pale, sisi tutafanyia kazi. Mnachelewesha sana kazi kutoa. Comment zinasema hivyo. Okay, naomba nizungumze ili kwenye kuchelewa. Brother, ukiangalia Big Boss kama Big Boss yenyewe ni kazi ambayo ukiangalia tu ni bora, ni kazi nzuri. Na simaanishi kwamba ati nzuri duniani, katika industry tulokuwa nayo na kwenye soko letu la YouTube ni miongoni mwa kazi bora sana. So kama ni bora, hata sisi wenyewe hatuwezi kufanya kazi
kwa haraka ama tukafanya kazi kwa mihemko alafu katukosti baadaye. So lazima ndio ufanye kitu kizuri, na uzuri unaga haraka, lazima ni slow but sure. Yeah, kwa ukienda slow ndio unajua kutengeneza kitu kizuri ambacho kuanzia kwenye kushuti, yani location, sijui mavazi, sijui editing, vyote vinafanyika katika wakati ambao wa utaratibu na mpangilio maalum, na ndio maana Big Boss wanachelewa sana kutoka. Sisi wenyewe kiukweli, mimi mwenyewe binafsi sipendi kuchelewa, lakini sina namna, sababu ndo nipo katika hiyo sekta, kwa unaelewa kinachoendelea kitu gani. Ila kwa yule mshabiki ambaye anatazama ndo anaona jamaa watuzingua, lakini hapana, si hatupendi kwa nyinyi mna tabu. Mashabiki zangu, naomba mnisikilize kwa makini na mnielewe. Tunapenda sana kutoa kazi kwa wakati, lakini kutokana na wakati mwingine tunafanya vitu vilivyokuwa nje ya uwezo wetu, ndio maana vitu vinachelewa, lakini otherwise tunapenda sana kufanya vitu kwa wakati. Yeah. Inaweza tutakuwa wamekuelewa, na mimi nashukuru sana kwa time yako. Shukrani sana kaka.